wala si Rasia wala si nani. Buniya al-Islam, umejengwa Uislamu. Msikilize Ahmad Shauqi Bek, shair Misr. Ahmad Shauqi Bek huyo ni shair ambaye kunapotaja mashairi kupiga saluti yeye, uhodari aliokuwa nao, tafanuni aliokuwa nayo, tanawi aliokuwa nayo, maana ambayo kwamba alikuwa nayo wakati anapoandika. Uhodari si kuandika, lakini maana unayoandikia ndio anayozingatiwa. Kama ni kuandika, yoyote aweza kuandika. Kusema, yoyote aweza kuja hapa akasema, lakini asema nini? Yoyote aweza kusimama akaja akakaa hapa akasema, lakini asema nini? Sasa swali liko hapo. Aya anazosoma ndizo? Kama ndizo, tafsiri ndio? Hadithi anazosoma ndizo? Kama ndizo, tafsiri ndio? Hapo ndio panapozingatiwa. Kama ni kusema, kila mmoja anaweza kusema. Kwa hiyo Ahmad Shauqi Bek atuonyesha huyu aloujenga Uislamu ambao tusoma katika hadithi sahihi, bunya al-Islam, umejengwa Uislamu. Au sifu Uislamu asema hivi: dinun yushayyadu ayatan fi ayatin labnatuhu as-suratu wal alwa'u alhaqqu fihi huwa al-asasu wa kayfa la wallahu jalla jalaluhu al-badna'u. Mwenye kweli wa lugha tayari sahihi, enda mirama kwa mtamu haya maneno. Dinun, Uislamu ni dini. Maneno Ahmad Shauqi Bek, amiru shuara. Dinun, Uislamu ni dini. Yushayyadu ayatan fi ayatin, watiliwa nguvu ni aya baada ya aya, watiliwa nguvu ni sura baada ya sura. Umejengwa kwa aya za Mola Subhanahu, umejengwa kwa sura za Mola Subhanahu, umejengwa kwa al-Mushaf al-Sharif. Dinun yushayyadu ayatan fi ayati, dini ambayo kwamba atiliwa nguvu ni aya baada ya aya. Labinatuhu as-surat wal alwa, majiwe yaliyojengewa, bloti zilizojengewa ni as-surat, ni zile sura za Qur'ani ndio zinajenga dini hii. Wal alwa, na miangaza kusudia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni bayanu lilquran, ndio kuibainisha ile Qur'ani, ndio zilojenga chombo hiki. Alhaqu fihi huwa alasasu, haki katika Uislamu, haki katika chombo kama hiki ndio asas. Alhaqu fihi wala foundation ya chombo kama hiki. Wa kaifa la, kwa nini sio hivyo? Wallahu jalla jalaluhu albannau. Hapa sasa ndio kitandawili akifungua. Kwa nini Uislamu usiwe mzuri? Kwa nini Uislamu usipendeze wakati Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu albannau ndio aliojenga? Sasa hapa ndio ametufungulia kitandawili chetu. Bunya al-Islam, umejengwa Uislamu. Albani la, aliojenga Uislamu ni nani? Alhaqu jalla jalaluhu, ndio mjenzi. Ikiwa wewe watafuta wajenzi wazuri, ukatoa gharama kubwa, wengine ukawatoa nje waje kukutengenezea kitu chako unachokifanya, basi fahamu kwamba Uislamu, Allahu jalla jalaluhu albannau, Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu aliyetukuka, albannau ndiyo mjengaji wa chombo hiki. Hanaambie sasa chombo ambacho kimejengwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu, alimul ghaibi washahada, mwenye kujua lilo ghaibu, mwenye kujua lilo hadhir, mwenye kujua la karibu, mwenye kujua la mbali. Kitakuwaje na kasoro chombo kama hiki? Uislamu ni dini ambayo haina kasoro, lakini tatizo la Uislamu ni wafuasi wa Uislamu. Mimi nikiwa ni mfuasi wa Uislamu ndiyo ninaotia ila Uislamu. Wewe ikiwa ni mmoja katika Waislamu ndiyo unaotia kasoro Uislamu. Amma al-Islam fahuwa sahih, Uislamu wenyewe ni sahihi 100%, lakini sisi wafuasi, sisi Waislamu ndiyo ambao kwamba leo twaishi kwa matatizo mpaka chombo kutiwa ila, wakati chombo chenyewe
hakina illa upande wote wala aina yoyote. Haya ndio maudhui ambayo tupenda tuelezee ilal tulizokuwa nazo Waislamu, ikaharibu mahasin ya chombo kama hiki ambacho bahati yake ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyokijenga. Dunia al-Islam, umejenga Uislamu, aliojenga ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwingine. Kwa hiyo utakuwa na ila namna gani? Utakuwa na kasoro namna gani? Utakuwa na aibu upande gani, wakati Mola Subhanahu ndiye aliojenga? Na Mola ndio huyo alimul ghaibi washahada, mwenye kujua ghaib, kwamba kutakuja zama itakuwa namna kadhaa. Lakini Uislamu ni Uislamu, la yataghayyar wala yatabaddal, hautabadilika hata zama zikibadilika, Uislamu utabakia ni Uislamu. Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri wa kuchagua, na pale saa nyingine sisi tunapokosea katika kuchagua ni kwamba maangalizi yetu ni ya hapo mpaka pale. Hujui mustakbal, madha yakunu baada al'an, madha yakunu baada al-yawm, baada ya sasa kutakuwa nini hujui, wala mimi sijui baada ya leo kutakuwa nini. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala la takhfa alayhi khafiyatun, hakuna kitu ambacho kwamba kimestamana, hakijui cha karibu wala cha mbali. Ya'lamu ma yalidu fil ardh wama yakhruju minha wama yanzilu minas samaa wama ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum, kinachoshuka kinachopanda yote Mola Subhanahu wa Ta'ala avijua tafsilan, tafsiri kwa upambanuzi. Sio ukiulizwa msikitini kulikuwa na watu ngapi au ni kwa wengi, basi ushamaliza wewe. Ndio wangapi? Niambie 50, 70 au ni kwa wengi sana? Kwa Mola la, ajua vitu tafsilan, kimoja kimoja. Mola Subhanahu wa Ta'ala huyu ambaye tuwajibika sisi. Nafikiri mwaka jana darasa kama hili la Ramadhani nilipohudhuria, nilizungumza maneno ambayo hayafai kusahauliwa. Ulama watambia min wajibi almashayikhi wa min wajibi duat, katika wajibu wa mashekhe, wajibu wa duat ni kulingania na kuwezea watu, ni tahbibu Allahi ila khalqihi, ni kumpendegezesha Mwenyezi Mungu kwa viumbe, tumtaje kwa ni mazuri yake na hana ila mazuri, ili tuweze kumpenda jalla jalalu. Kuna watu ukiwaona utawaheshimu, kuna watu ukiwasalimia utainama, kwa sababu ahsana ilai, amekufanyia aliyokufanyia ya muddatan mahduda, muda fulani amekusaidia, lakini msaada muda fulani. Lakini mwangalie Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyokufanyia ni yapaka lini. Uislamu huu lau utaushika vizuri, ndio upate as-saadata al-abadiyya, zile lugha zinazotumia maisha ya milele. Leo kuna lugha fulani za kwa mahala sio kwake. Jitu limekufa levi, jitu limekufa chafu, wasikia Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi. Maana pepo mkontena unje kula kitu, hata kontena pia mtu angalie kutia, hata kontena pia sio kwamba kula kitu utie makuti, waangalie nini ambacho kwamba utatia. Pepo ya Mwenyezi Mungu sio kula roho itaingia peponi. Lakini hizi ni lugha tutasikia, tuziache ziendelee zinavyoendelea. Leo kuna lugha utasikia, yani kuonyesha kwamba saa nyingine kuna vitu taweka mahala sio pake. Mtu amekufa la yashhad an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, utasikia tumwombeni dua marehemu. Marehemu si lugha ya Kiingereza wala Kifaransa wala Kiswahili. Marehemu neno la Kiarabu, asili yake ni marhum. Marhum ni aliyepata rehema za Mwenyezi Mungu. Huyu amepata rehema huyu kwa hali hii anakufa. Lakini sisi tumeweka ni kaida, anaokufa yoyote hamkula marehemu. Yoyote anakufa leo ambaye ni marehemu, sio ni kuliweka tamshi mahala sio pake, ni kuchukua koti lako suti yako kwenda kuitenga na friji, samaki kuweka stingi room,
utatiwa illa ni kula mtu koti lako ile suti alikuwa amevaa koti, niweke ndani ya friji bwana, ndani ya friji, ndani ya freezer mko suti yako. Wala samaki unaongea nao kwa wapi bwana? Nimeweka kwenye kabati. Kwenye kabati samaki? Kuna kitu weka mahala pake. Kwa hiyo hizi ni lugha mimi naziita al-lughat al-madhluma, lugha zinadhulumiwa. Neno la marehemu kwamba huambiwa yoyote aliyokufa, sio marehemu ni aliyopata rehma. Je, suala litakuja, yoyote mwenye kufa hupata rehma? Ikiwa wewe mtazamo wako ni huo, shauri yako, lakini sisi tunajua yule ambaye kwamba amekufa yashhadu an la ilaha illa Allah wa yashhadu anna Muhammadan rasulullah, huyo ndio mwenye rehma, huyo ni marhum mwenye rehma huyo. Lakini mtu pengine amekufa yunkiru la ilaha illa Allah wa yas'a bikulli jiddiyatin fi inkari la ilaha illa Allah, akanusha Mungu na atangaza na apambana kwamba hakuna Mungu, huyo pia naye akifa marehemu. Anomrehemu ni nani? Arehemu ni nani? Sasa huyo ameisha, hakuna Mungu, amesimama, amenang'ana, ametangaza, huyo pia naye akikata roho tumuita marehemu. Yake tuweka vitu sio mahala mwake jamani, sio sawa. Tuwe na busara, tutumie akili Mungu alizotupa. Juzi nilikuwa Nairobi, nikapiga mfano hai kabisa kwamba kuna baadhi ya watu akili zao ni kama za kitoto. Tuko watu sampuli hiyo, mtu na madevu, mtu na mamvi, lakini akili ya kitoto. Kivipi? Naam, sikiza. Lau nimeinua mikono miwili hii, huku nimeweka dola 100 au euro 100 na huku nimeweka andazi au chapati. Euro 100, euro ni kubwa kuliko dola, sote tunajua. Sasa nimeweka euro 100 huku na huku nimeweka andazi, nikamwita kijana mdogo, njoo Umari, Salimu, njoo. Salimu akaja mbio na furaha, nimeshika euro 100 huku na huku nimeshika andazi. Salimu atakwenda wapi? Huyu Salimu mdogo huyo atakimbilia nini katika viwili hivi, euro 100 au atakimbilia kwenye andazi? Moja kwa moja atakwenda kwenye andazi tu. Sasa wewe fanya bidii, huu mkono wa euro upeleke mbele, huu wa andazi urudishe nyuma. Hayui thamani ya euro yeye, ataangua kilio. Kwa nini wamnyima andazi? Kwa nini wamnyima bajia? Kijana akili finyo. Kwa hiyo yeye atapigania andazi lile au bajia au chapati liloshika, na kama utamnyima basi ataangua kilio, na kama utamlazimisha euro 100 ataipasua, atairarua. Hajui thamani ya euro. Hili sote tutakubaliana, hakuna mwenye kupinga hapa wala hakuhitaji taaliq, ndivyo ilivyo. Sasa huyu kijana wewe, chukua kazi, mfahamishe hii euro kwa pesa za Kenya ni 10,000 na utakula mahamri kula siku yote. Hakubaliani nayo hayo, yataka andazi tu. Wacha masala euro, wacha masala dola. Yeye akili yake haikubali huko, aona wewe ni dhalim, ni ghashim. Yeye ataka bajia, ataka andazi ile, ataka chapati ile, ataka kaimati ile, wahakadha. Kwa hiyo kuna watu wengine na akili zao ni finyo hiyo, ndio wazima na madevu, lakini akili finyo kama za kitoto hivi. Ukimwambia nzuri, yeye hapana, ni lile ambalo kwamba inaelekea. Kwa hiyo neno marehemu katika matamshi ambayo kwamba tumeyaonea, tumeyadhulumu, kula anaokufa leo amekuwa ni marehemu, sio hivyo. Marehemu na alopata rehema za Mwenyezi Mungu Subhana. Angalia ni nani ambaye kwamba tumbashiri kwa kifo chake, kwa maweko yake, kwa hali anayokuwa nayo, amezipata rehema za Mwenyezi Mungu Subhana. Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea Uislamu huu, na Uislamu kama nilivyosema una usus, mashina, foundation ambazo kwamba ni matina za nguvu kabisa. Hii hadithi tukenda nayo tutaona hizo usus. Bunia al-Islam, baada ya kuona umejengwa na kufahamu ni nani mjengaji, kisha Mtume alayhi afdalu tahiyya wa atamu taslim akatambia shahadati an la ilaha illa Allah
wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami ssalah wa itai zaka wa haji lbait wa saumi Ramadan wa haji lbait. Hadhihi usus islamia qawiya matina. Hizi ndio foundation zenyewe ambazo za Uislamu, mambo ambayo aliyochagua ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hakosi katika kuchagua kwake. Dini aliyojenga akataka iwe na vitu hivi. Mimi naweza kukosa katika chaguo langu, wewe waweza ukakosa katika chaguo lako. Saa nyingine baba kama baba amekwenda kumposea barobaro wake nyumba fulani, akijua hii ni nyumba bikulli ma fi maana, kwa kuna maana hii nyumba. Kijana akiambiwa ni babake aliyomzaa na kumlea na kumlisha na kumvisha, na pengine hayo mahari pia ndio kuwatoa baba, hata yeye utamwona kijana ambaye baba la mshaki nyumba hiyo, shtaki binti huyo, mimi nishakupangia binti yangu, mimi ni babako, najua mahali. Ndio sikatai baba, lakini mimi sitaki hapo. Akataa chaguo la babake, akataa maoni ya mzee wake, ana lazima ende mahala fulani. Pengine wazee wengine wana busara, hawambii si radhi nawe, sawa mwanangu, sawa sawa. Na wengine vijana pia kwa sababu sana mnakwambia baba, mama si ulichagua mwenyewe, kwani ulichaguliwa? Mbona mimi unipangia? Wengine vijana wengine ufuta staji hiyo. Wewe baba namna gani bwana wewe? Wewe sipe mama ulimchagua, mbona sipe ulimpenda? Sasa mbona mimi nipangie wewe? Nenda mwanangu. Sawa. Akaenda kule, akaingia siku ya kwanza, siku ya pili, wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kisha angua kilio. Wallahi afadhali ningelifuata mwenye babangu. Sikujua kama atakuwa hivi. Sikujua kama atakuwa hivi huyu binti. Sikujua kama familia yao iko vile. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Firauna ilipokuwa tena hata idha adrakahu al-gharaq, amepinga akapinga akakanusha akaendelea kukanusha, ashaingia katika rensi bahari. Sasa maji yaanza kufunga huko na kule, alipoona sasa ni kughariki. Sasa katika surati Yunus Mola atambia hata idha adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana min almuslimin. Akubali yote sasa, hapo aone ni kughariki. Sasa Mola mwambia al-an wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin falyawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun. Hivi sasa al-an, sasa ndio kubali Mungu, wa ana min almuslimina. Sasa tangu nyuma huko fahashara fanada faqala ana rabbukum al-ana, ana rabbukum al-ana. Alisema bila kuogopa, alisema ma alimtu lakum min ilahin ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا. yote amesema haya al-ana, ambiwa Mola sasa. Kwa hiyo chaguo la mwanadamu laweza likafika mahala pabaya, lakini chaguo likiwa ni la Mungu halifiki mahala pabaya. Alimul ghaibi washahada, Mola ni alimul ghaib, liloghibu lilokuwa mbali, yote Mola Subhanahu wa Ta'ala hayastamani kwake hayo. Waislamu tumechaguliwa Uislamu ni Mola Subhanahu, na ni bahati kubwa kuwa sisi ni Waislamu, alhamdulillah, sababu hakuna hata mmoja katika sisi anaojaza fomu. Hakuna ofisi ukitaka Uislamu ndio na huko ujaze fomu. Tayeb, wanaozaliwa si Waislamu tutawasilimisha, lakini bila ofisi. Amekuja katika Muslimu utamsilimisha, amekuja na dini utamtia katika dini. Hakuna ofisi, bali ni makosa zingine. Mtu akwambia katika Uislamu ndio Muslimu, umwambia kidogo, si uzuri, si uzuri. Amekuja ndio Muslimu pale pale msilimishe. Pengine kila kipindi ngoja kidogo aweza kubadilisha maukifu, si ndio? Sijaingia hudharauliwa namna hii, lakini pale pale tastajibu lahu bikulliyatik, bana ndio Muslimu.
hadhir, wasoma, wafunga, wasali, wakati huko mrefu, alwakti mumtad, wamshughulikia yule mtu. Sisi alhamdulillah tumezaliwa min abawaini muslimaini wa min qabail islamia, tumezaliwa ni Waislamu, lakini tuelewe kwamba Uislamu sio kwa jina, Uislamu sio kwa vazi. Ndio vazi lina hali yake, vazi lina hadhi yake, lakini kubakia Uislamu wa majina tu, Uislamu wa mavazi tu, Uislamu wa miji tu. Mimi ni Wakosti, kwa hiyo kuna Wakosti ni Muislamu. Mimi ni Wazanzibar, kwa hiyo kuna Zanzibar ni Muislamu. Mimi ni Walamu, maana kuna wala. Tuwe na Uislamu wa vitendo, tuwe na Uislamu wa vitendo. Waislamu tumekosa msimamo. Kuna maudhui ambayo maudhui hayo hayataki darasa chache, yataka muhadhara pengine wa zaidi ya masaa au zaidi ya siku. Unwani yake yasema, ayuha marla alqulub taalau ila saidaliyati alimi lghuyub, enyi wagonjwa wa nyoyo, njooni kwenye chemist ya Mola subhanahu wa ta'ala. Saidaliyati alami lghuyub, ayuha marla alqulub taalau ila saidaliyati alimi lghuyub, njooni kwenye chemist ya Mungu wagonjwa. Lakini wagonjwa wa nyoyo, kama wana kidonda nenda hospitali huko, lakini kama tatizo nda moyo, hospitali hawana dawa hizo. Njoo tukutibu, njoo kwenye saidalia chemistry hii, lakini ya nani? Sio Njoroge wala ya Abdallah wala Salim, saidaliyatillah, chemistry ya Mwenyezi Mungu subhana, ili ituponze kwa maradhi tuliyonayo, na sote ni wagonjwa wa nyoyo. Kama ilivyokuwa kwamba sote ni wagonjwa kidhahiri, sote ni wagonjwa maradhi yale viwiliwili, hakuna mzima. Siku moja Konzi pale katika darasa zangu, katika hotuba zangu, nikawaambia unaposikia mtu amekwenda Moshi KCMC, usiulize ni mgonjwa, itakuwa umekosea katika suala. Ukisikia mtu amekwenda India, usiulize ni mgonjwa, pia itakuwa umekosea katika suala. Uliza hivi, amezidiwa? Swali itakuwa ni sahihi. Fulani kwenda Moshi KCMC, amezidiwa? Ndio swali litakuwa limekwenda vizuri kabisa. Fulani una habari wewe ni tatu kwa India, uliza amezidiwa, sio ni mgonjwa. Sote ni wagonjwa jamani hapa. Hata mimi kwa siku nina miezi minne sasa mfululizo, kuna madawa mfululizo mzima. Ni nani yule mmoja alisema siku hizi kuna chemist za barabarani, kuna chemist za majumbani, kuna chemist za ndiani. Yani utaona watu hutembea na madawa mifukoni. Mkweli si kweli jamani? Hutembea na madawa mifukoni. Moja ni nini? Utaona watu kinga nyumbani vitaboksi. Angalia za mchana ni zipi, za usiku ni zipi, za asubuhi ni gani, akimaliza arudisha kwenye draw, asubiri wakati mwingine. Kwa hiyo ndani ya majumba kuna chemist, ndani ya majumba yetu leo. Barabarani unapotembea wewe mwenyewe ni chemist, una madawa mfukoni. Ama upenda huko tena kwenye chemist zenyewe, hasa usiulize, wasubiri na mapesa huko ili uzidishwe maradhi. Sasa haya mambo tuyaangalie jamani. Ayuha marla alqulubi taalau ila saidaliyati allami lghuyub, enyi wagonjwa wa nyoyo, njoni kwenye chemistry ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na sote ni wagonjwa wa nyoyo. Amradhi alqulub, maradhi ya nyoyo ni mengi sana na tumeharibika sote. Kuna wengine katika maradhi ya nyoyo kwa ICU, kuna wengine katika hayo maradhi ya nyoyo tukiyajua ni maradhi gani ya nyoyo. Kuna wengine wakenda kule lao, kuna hospitali za maradhi ya nyoyo kwa ICU moja kwa moja, kulingana na hali ya moyo wake ulivyo, kulingana na maradhi yaliyofika katika moyo wake. Kama tunavyoangalia maradhi ya kidhahiri, ukienda hospitali, huyu uko hapa, oni kadhaa, ule uko ICU, ule si uko wapi. Na maradhi ya nyoyo kuna wengine hawana mashukio, ni ICU tu moja kwa moja. Ndugu zangu Waislamu, ayuha marda alqulub taalau ila saidaliyati llahi allami lghuyub. Wenye maradhi jamani, ambao ndio mimi mzungumzaji wa kwanza
na wasikilizaji namba 2, njooni kwenye chemistry ya Mwenyezi Mungu Subhana. Maradhi ya nyoyo ndio yametuletea matatizo. Ibada zimekuwa na matatizo kwa sababu ya nyoyo zetu. Ibada hizi, swala tunazosali, saumu tunazofunga, lao injili uko pale mlangoni, kuna kengele pale na pale. Wale ambao kwamba wakija msikitini swala hazitosihi, wakifika pale alamu italia, tusingelikuja msikitini wengi tusingelikuja msikitini. Kifika mlangoni pale alamu ilia ile, CCTV ishakurikodi, tusingelikuja msikitini wengi tungelikuwa na nyudhuru za kuswali nyumbani, kwa sababu jana ulipotoka alamu ililia, kesho hutokuja na suluhisho pengine ile alamu ni ubatilifu, kusahihisha ni kusoma, huna nafasi, tusingelikuja msikitini. Sala zetu tunazoswali, somo hizi tukiziangalia, tunazozifunga, ambazo hata wale sahaba tu Rasulillah wakija kutuona sisi na hivi tunavyofunga, wao watastajabu. Hawa pia naofuasa Mtume Muhammad, hawa fungo zetu leo watakuja kuziona, fungo za kulala mchana kutwa mtu alala, ameingia msikitini dakika 60 kusika darasa pia hawezi, alala. Niambie watu sampuli hiyo, wana sisemi hapo kwa lala wainuke waendelee na usingizi wao tu, lakini ndivyo tulivyo. Mtu utamwona Ramadhani alala, akinuka angalia saa 8, arudi tena alala, akinuka saa 11, kisha ajidanganya hizi saa 10 Ramadhani hazendi, ndio jidanganya mwenyewe eti saa Ramadhani hazendi. Kwa nini hazendi saa Ramadhani? Ni wewe usiokwenda, sio saa Ramadhani uenda, lakini wewe sio umelala, ni wewe ndio usiokwenda, sio saa, wewe ndio usiokwenda. Watu tuko namna hiyo. Sasa tukiangalia moja katika maradhi ya moyo, na ni mengi amradul qulub, tuangalie nifaqun fardiyun, nifaq tuliokuwa nayo Waislamu, nifaqi ya mtu pweke, nifaqi ya jamaa, nifaqi za serikali, nifaqi za nchi. Leo Waislamu tumekuwa katika maradhi tuliokuwa nayo. Kensa tuliokuwa nayo ndani ya nyoyo ni kensa ya nifaq, unafiq. Leo ulimwengu wa Kiislamu tunaona namna ulimwengu unavyotetemeka, na wa Kiislamu ndio wanaotetemeshwa zaidi. Wao kimagharibi wenyewe waendelee na yao tu, lakini mabomu yashuke Saudia, mabomu yashuke Kuwaiti, yaingie Imarati, yaingie wapi, tumekuwa sisi Waislamu ndio tunaotetemeka. Na kwa nini kupata ni haya? Kwa nini yawe hivi? Sababu ya nifaq, sababu ya unafiki tuliokuwa nao. Mtu Muislamu ndani wake hana imani naye, lakini ana imani kupata himaya kwa sababu Muislamu, na asikia raha kupata himaya kwa sababu Muislamu, kupambana na ndugu yake Muislamu. Muislamu ndugu yake mahama kan, na kama mkono wa msaiki hurekebishwa, hakimbiwi fulani sio hivyo, fulani fanya hivi, usipite hapa, pita njia hii. Sio kumpiga vita ndugu yako Muislamu. Lakini leo tuangalia Uislamu tunavyoishi, nifaq ndani ya misikiti. Ndani ya misikiti utaingia na kila mmoja amejaza unafiki, waliyadhu billahi taala min dhalik. Ndani ya majumba ni nifaq, ndani ya nchi ni nifaq, serikali zenda kwa nifaq. Hii ndio kansa ya moyo kubwa tuliokuwa nayo, na haya yanayotupata. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, matatizo yote yanayowapata, misiba yote inayowapata, fabima kasabat aydikum, ni malipo ya chumo na mikono yenu. Pamoja na kwa Mwenyezi Mungu wayafu an kathir, kuna mengi wasamehe, lakini kuna mingine wacha kidogo, awachape mchapike. Watu watakwenda umra hazendeki, watu watakwenda Dubai kuchukua biashara hazendeki, watu watakwenda China wapige mgusho piga oda hakuendeki. Sasa wama asabakum min musibatin
fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir, na yote yamesababisha unafiki tuliokuwa nao. Hal nasrah bil kalam, waislamu tumekuwa na nifaki kupita mpaka. Ule mmoja katika ulama alisema hivi, almunafiq idha laqiyaka biwajhi abi bakari wa qalbi abi lahabin. Almunafiq, nafiq, Mungu atahifadhi na sote ni wanafiq ila wachache. Almunafiq, nafiq, idha laqiyak, akikutana na wewe, laqiyaka biwajhi abi bakari, atakutana na wewe na uso wa nani? Sina Abubakar, wa bashasha, usiokuwa na nifaki, uso wake mzuri, maneno yake mazuri. Wa qalbi abi jahal, lakini moyo ni abi jahal, moyo mchafu kabisa, acheka hapa lakini ndani ya moyo wa fulani. Nifaki tuliokuwa nayo Waislamu imetufikisha mahala pabaya. Ili tuzidi kuelewana, ili tuzidi kwenda sambamba na maudhui, na waomba tupeleleze sura ya pili katika Qur'ani ambayo ni suratul Baqara. Suratul Baqara ndiyo sura ndefu katika Qur'ani, aya 286 ndio sura ndefu katika Qur'ani, ikifuatiwa ni suratul Shuara aya 220 na ikifuatiwa ni surat Ali Imran ina aya 200. Lakini sura yenye aya nyingi na ndefu zaidi ni suratul Baqara, na ndio sura ya pili baada suratul Fatiha. Moja kwa moja kwenye msahafu tupambana na suratul Baqara. Sura aya 286 imechaguliwa jina la ng'ombe, na ndani kuna visa vingi katika suratul Baqara, lakini katika visa vya kimaajabu vilivyoko ni kisa cha yule ng'ombe aliyotajwa. Tena hizo aya za ng'ombe ni ayati maaduda, hata 10 hazifiki. Kwa hiyo ng'ombe mwenyewe na kisa chake, aya zake unaposoma, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahil. Hazifiki aya 10, na aya za sura nzima ni 286. Sasa ile nyingine zungumza nini? Wafikiri suratul Baqara ni ng'ombe tangu akizaliwa mpaka akinywa maziwa mpaka akikua mpaka akichinjwa mpaka akipikwa bucha? Sio kadhia hiyo ya akhi, laisat alqadhiyatu hakadha, sio namna hiyo. Soma kile kisa na aya chache tu za huyo ng'ombe mwenyewe zilikuwaje. Maudhui mengine ni mengine yako, maudhui mengi, mambo ya riba katika suratul Baqara. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Soma aya za riba kwa tafsiri katika suratul Baqara. Soma masala ya madeni katika suratul Baqara. Aya ndefu ndani ya Qur'ani iko katika suratul Baqara, na maudhui ya aya hiyo ni mambo ya deni. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu waliyaktub bainakum katibun bil'adl wala yaba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub waliyumlil alladhi alayhi alhaqqu waliyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'an ila akhir al-aya. Ni mambo ya madeni, ndio aya ndefu ndani ya Qur'ani, mambo ya madeni. Sasa suratul Baqara ina maudhui mengi, lakini hebu tuzingatie aya 20 za mwanzo. Nimalize maneno yangu. Suratul Baqara, alif lam mim, dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. aya tano hizi ni kuzungumzia wacha Mungu. Aya tano za mwanzo tutakwambia hata aya 3, lakini tuseme 5 kuanzia alif lam mim dhalika alkitab mpaka hapa ni aya 5 huzungumzia wacha Mungu.
Baada hizi aya 5 zimekuja aya 2, innal ladhina kafaru sawaun alayhim a'andhartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Aya 2 zimezungumzia makafiri, aya 5 zimezungumzia wacha Mungu, zimekuwa ni aya 7 hizi. Lakini kwa hisani yako, kama hujapeleleza, anza leo kutoka aya ya 8 mpaka ya 20 ni aya 13. Kutoka aya ya 8 suratul Baqara mpaka ya 20 ni aya 13. Zazungumzia nini hizi 13? Zile ni 7 tu, hizi 13 zimeshinda zile mara 2. Za wazungumzia wanafiki. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu. Aya 13 mwanzo wa suratul Baqara zimezungumzia wanafiki, wakati aya 5 zimezungumzia wacha Mungu na aya 2 zimezungumzia makafiri. Utaona wenye matatizo siku zote ni wanafiki. Sasa ulama watambia sio kuzungumzia tu. Mwenyezi Mungu alipozungumzia hawa wacha Mungu hakutambia maradallahu masaluhum, hakupiga mfano, amezungumzia tu kwa uchache bikulli ijaz. Alipozungumzia makafiri pia hakupiga mfano, amezungumza bikulli ijaz fi ayatayn ithnatayn bikulli ijaz. Lakini walipokuja ni wanafiki, aya zikawa ni nyingi 13. Hii katika suratul Baqara pekee yake. Usinifahamu kama ni Qur'ani yote. Kuna sura nzima suratul munafiquna, wana sura yao nzima. Sawa suratul at-Tauba, wale wamenuhum ziko ngapi? Wamenuhum wote ni wanafiki, wale wote ni wanafiki, wala wamenuhum. Sasa mbona baada ya kuzungumzia wanafiki katika suratul Baqara hakutosheka kuzungumzia tu, ili jambo liwe wazi zaidi, ili jambo lifahamike zaidi, akapiga na mifano ambayo kule nyuma hakupiga mfano. Mathaluhum, mifano sampuli 2 ulama wa tabia. Mathalun ma'iyun wa mathalun nariyun, mfano wa maji na mfano wa moto. Hiyo ni mifano, hatupelelezi wengi, tusoma tu kupata thawabu. Lakini hii mifano miwili baada ya kuzungumza wanafiki, Mola atamwambia mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Mathalun nariyun, mfano wa moto huo. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Na uangalie hapa, كمثل الذي استوقد نارا ذهب الله بنورهم، أنتم ذهب الله بنارهم. يتقبلوا القرآن أفلا يتدبرون القرآن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثل الناري فنومته أو كصيب من السماء. مثل مائي فنوماجي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Tupeleleza, tuyafikiria haya tunapoisoma Qur'ani, tukajijua tuko wapi. Leo matatizo ya Waislamu kuna mahala ni unafiki. Kaunda vyama humu, jamani kuna mayatima, jamani kuna wanyonge, jamani kuna hivi, jamani kuna wajani. Kukaundwa zama, wewe ni sekretari, wewe ni nani, huyu ni treasurer, huyu ni nani. Dhahiri tuona tumeshikana batili, kuna mmoja na lake, kuna mmoja na lengo lake. Baada ya siku 2-3 chama watu wagombana. Treasurer ataka kufutwa, hakubali kuondoka. Chama inataka kuondoshwa, asema siondoki. Mara upelekana mahakamani, kotini huko. Imekuwaje tena? Kuna nini kilichotokea? Hadha huwa nifaq wa hadhihi nataiju nifaq. Tuishi kwa nifaq Waislamu leo. Dola za Kiarabu, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam
Siku moja alipoelezea matatizo ya zama za mwisho, kuna watu akawataja, Mtume akamwambia sifa mlana tusifie, akasema hum min jildatina wa yatakallamuna bialsinatina, wao ni ndoto zetu kama sisi, na lugha ni lugha yao, lugha yao ndio lugha, yani wao ndio sisi, lakini kidhahir tuonekana ni sisi, kibatini kuna mmoja na lake. Kwa hiyo Waislamu, hizi ibada za Mola lengo kubwa zimewekwa kutengeneza nafsi zetu, kuzitengeneza roho zetu, kuondosha maradhi ya nyoyo ambayo ndiyo yametawala, ambayo ndiyo tutembea nayo, ambayo tutaishi nayo. Pengine hapo ulipo ndani wako, sengine ndani ya sala Allahu akbar, mwingine ajifutua, hataki uwe mkurubie, hata kwenye sala hutaki kudarwa, kwenye sala hutaki kukurubiwa. Nifaki ni kwamba leo yanayotokea yakiwa Mwirani, yakiwa na Mwirani anayafanya hivi, haya yote sababu ni nifaki tunakuwa nayo. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Mola hamdhulumu mtu. Taanza kulaumu Mwirani mfanya kadhaa, Ramadhani hii alikuwa nishakadinda wala umra. Hiyo umra yenyewe tenda kunafiki pengine, hiyo umra yenyewe ndio unajua unafiki, sio kama wenda mukhlisan lillah. Wenda kwa nyingine, hiyo umra yako unakwenda. Waislamu, tatizo kubwa tulokuwa nalo ni nyoyo zetu. Hebu kuna mmoja akikaa faragha ajiangalie min arras ila arrijlain, jipige kioo ujiangalie, na usijidanganye kwa sani yako ukajiona ni msafi. Usafi hakuna. Usijidanganye mwenyewe ukajiona mimi sina neno. Wewe ndio mwenye neno basi, bali ndio mwenye maneno, wewe ndio mwenye matatizo makubwa. Na msituone na sisi mashekhe tunaokaa kwenye mimbari na vilemba kama hivi makubwa, mkatona sisi ndio kwenye matatizo makubwa. Ni sisi mashekhe. Sisi mashekhe ndio matatizo yote, ndio balaa zote. Ni mahodari wa kusema na kutoa dalili aya na hadithi, lakini mbele yetu kuna lile neno, angalia nisemalo, usiangalie nitendalo. Rawahu shaitan, rawahu shaitan. Na kama ni aya, fahiya ayatun mansukhatun ghairu muhkama. Angalia nitendalo, nisemalo, usiangalie nitendalo. Tangu lini kwa hivyo? Si unafiki huo? Kwa nini tukuangalia unayotenda, unayosema, tusikuangalie kwa unayotenda? Tutakuangalia na vitendo pia vyenda sambamba na yale unayosema. Kama si havendi sambamba, huo ndio unafiki wenyewe tunaozungumzia. Hiyo ndio nifaki tuliokuwa nayo. Tuangalieni hali kama hizi, ndugu zangu Waislamu. Wakati naona umepita ambao kwamba nimeishiriwa, na maudhui ni marefu, na siku ni leo tu ndio siku yangu. Kesho tutakuwa kwingine, kesho kutwa tutakuwa kwingine. Ramadhani wa marahalati, nilikuwa Nairobi na Zanzibar, nitakuwa Zanzibar baada ya kesho kutwa, Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Kwa kuna mwaka tukenda sehemu hizi, angalau siku mbili, kuna mahala kukumbushana na kuambiana. Tutakoma hapa. Kama niliyozungumza ni sahihi, Mwenyezi Mungu atakubali. Na kama nimekosea, na kukosea ni binadamu, yaweza kuwa makosa ni sehemu mbili, ima ni mimi na nyinyi, pengine hamuweki mpaka saa hii, au hamwambii maneno kwa ukali namna hii. Basi kama kosa ni mimi na nyinyi, naomba msamaha wenu, na nyinyi makarimu mtamsamehe. Ama ikiwa nikosa mimi na Mola wangu, niacheni mimi na Mola wangu, nitamwomba msamaha Mola wangu, na Mola ni mwingi wa rahma, na kumi hili ni la maghfira. Hili kumi lenyewe na maghfira, Mola atanisamehe. Lakini Waislamu, kila mmoja ajaribu kujiangalia, kujitathmini yeye na mafundisho ya Qur'ani, kujitathmini yeye na mafundisho ya Mtume Muhammad. Kweli dhahiri yako ndio batini yako? Ikiwa dhahiri yako, batini na dhahiri zimekwenda sambamba, wewe mshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini wengi ni wazuri dhahira, ni wachafu mno batina. Ndani zetu na ukofunguliwa, utaona wengine zile harufu kama shimo la choo, na ukofunguliwa namna hii, basi wengine zile harufu zitakazo kusikika ni kama mfano wa shimo la choo, kumeondolewa ule mfuniko ule, harufu zilizokuwa mbaya. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, Mwenyezi Mungu atustiri, atuwafikie kutubia, atuwafikie kurudi kwake, na yeye ni mwingi wa rahma, kurahamu.
yeye ni mwingi wa maghfira, kusamehe, yeye ni mwingi wa vipawa tu vipawa vyake. Wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi sabila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri imetosha.